mechi chache ambazo zinavutia, lakini moja ya kitu ambacho kimenivutia zaidi tayari tunapozungumza muda huu matumizi ya video support kwa maana VS inaendelea kuifanya ligi yetu kuwa miongoni mwa ligi bora ambayo inafanya vizuri zaidi, na kuna uwezekano mkubwa malalamiko na makosa ya kibinadamu msimu huu hatutaweza kuyashuhudia. Mwamuzi wa leo Heri Sasi amekwenda kudetermine tukio ambalo liliweza kutokea, tukio la penalty. Lilikuwa ni tukio ambalo ilikuwa ni lazima afanye review kwa maana ya replay kwenda kuhakikisha kwamba kilichofanyika ili atoke na final decision, atoke na maamuzi sahihi ambayo yataendelea kuifanya ligi yetu kuwa na ubora mkubwa. Of course tukio lile lilikuwa ni la zaidi ya 60% kwamba ilikuwa ni penalty, na of course ameweza kuweka, na bahati nzuri goalkeeper wa timu ya Geita akaweza kuokoa penalty ile wakati mechi ikiwa inaendelea. Lakini ukirudi kwenye mechi unaweza ukatazama kwa maana kwamba Namungo chini ya mwalimu mzoefu mwenye historia kubwa, mwalimu ambaye ana saikolojia kubwa sana ya kuaminisha wachezaji wanaweza, na ndio mwalimu ambaye anaamini sana kwa vijana. Unamzungumzia Juma Ramazani Mgunda. Ameingia kuiapproach mechi ya leo akianza na wachezaji wengi sana kwenye eneo la kiungo, lakini wakati ana participate kuanza na wachezaji wengi sana wa kumiliki mpira, yeye ndio amebuy time kuingia na mfumo wa 442, lakini kwenye mfumo wa 442 amerudisha zaidi timu nyuma. Ameamua kuwa mtu wa pili ili aweze kuwashambulia Geita kwenye matukio ambao watakuwa wamepoteza mpira. Tunasema kipindi ambacho hauna mpira ndicho kipindi ambacho unatakiwa kuwa makini sana kwenye eneo la defense ili usiweze capitalize wachezaji ama timu pinzani explore space, ikatazama nafasi zilizo wazi halafu akazitumia na wakaweza kufunga. Nimeona mchezaji aliyekuwa msimu uliopita kwa maana ya mchezaji mwenye quality kubwa, unamzungumzia Awesu, mchezaji wa zamani wa Simba na alikuwa Kenya msimu uliopita. Of course ndio imekuwa ni kama link up kwenye eneo la katikati, lakini ukijaribu kutazama nimeiona timu wachezaji wanaofanya kazi ni wachache sana kwenye eneo la katikati kutengeneza link up ya kwenda mbele. Wachezaji wengi sana wanarudi nyuma ili kuwafanya timu ya Namungo isitengeneze mazingira makubwa ya kufungwa. Nimemwona Juma Shemvuni miongoni mwa wachezaji wazoefu wenye historia kubwa, anajaribu kutengeneza combination bora sana pamoja na kina Nyenye ili wafanye kazi bora sana kwenye eneo la kiungo kurudi hapo kwenye eneo la defense. Unaweza ukajiuliza mtu kama Hans Sudi kwenye eneo la pembeni anavyo overlap. Ni timu ambayo ukiwatazama namna walivyokuwa wanacheza kwa kurudi nyuma, na waliwaacha wakina Tibandeke kwenye kikosi cha Geita pamoja na kina Obley wao wapasiane, lakini wanapopoteza mpira ndio wao wanakuja. Angalia goli ambalo wamelipata, penalty ambao wamepata wakakosa. Angalia goli ambalo wamelipata Namungo. Ni maelekezo yale ya kwamba wakishapoteza mpira sisi ndio tunaenda kwa haraka zaidi ili twende tukawaangalie ama twende tukawashambulie, kwa sababu mnapokuwa hamna mpira maana yake nini? Mnakuwa mmepunguza idadi yenu kwenye eneo la defense. Mkishapunguza idadi yenu eneo la defense maana yake timu pinzani inatumia nafasi. Na leo mtu kama Gamba, Lendentus miongoni mwa wachezaji ambao wana ubora mkubwa sana pamoja na Rukindo, hawa ndio wanatumika kama silaha kubwa ya kuhakikisha kwamba wanaipeleka mipira mbele ili waweze kuiadhibu timu ya Geita. Na of course Geita kwenye ball position mpaka mechi ikiwa inaendelea wao ndio wanaongoza. Walikuwa wanakwenda mpaka 55 mpaka 56, lakini namna ambapo Namungo anacheza wao wanashinda kwenye matukio muhimu, na ukikumbuka kwamba wanacheza nyumbani, dimba la nyumbani ambalo wamekuwa wanapata full support kutoka kwa mashabiki. Na bahati nzuri mechi ya kwanza wakufanya vizuri. Tunafahamu mechi ya kwanza walifungwa magoli 3 against Dar es Salaam Young Africans, na yale magoli Dar es Salaam Young Africans walilazimika kusubiri kipindi cha pili kuja kuonesha kwamba wao ni watu wakubwa, wana uwezo wa kutengeneza magoli kwa kiwango chochote, kwa sababu wana wachezaji ambao wanaweza kaamua matokeo. Tukaona kuna makosa ambayo golikipa aliyafanya kipindi cha kwanza. Cha pili uliona goli ambalo Mashujaa ambao leo Namungo ambao leo wameamua kupunguza makosa. Golikipa alitoka, baada ya kutoka hakudaka mpira akaukosa, kwa sababu kanuni ya golikipa ukienda
unatakiwa udake mpira. Baada ya kukosa tu ile mpira, ukakutana na Shadrack Boka akaweka kwenye kimia na akaiandikia Dar es Salaam Young Africans goli. Tuliona magoli likiwemo goli la Peter Shalulile baada ya makosa ya defender kujaribu kuanticipate na kuona kwamba huenda goalkeeper wake angetoka, kumbe alikuwa anashindwa kuashumu kwamba anacheza na mchezaji ambaye kwenye ligi ya PSL yeye toka ibadilishwe kuwa ligi kuu chini South Africa, yeye ndio mfungaji wa muda wote zaidi ya magoli 130, akaweza kuingia kwenye kamba. So kwa mazingira yale leo, yale makosa ya individual mistakes ama collective mistake wamezipunguza. Mara kadhaa wanarudi wengi nyuma ili kuhakikisha kwamba zile nafasi ambazo alikuwa anazipata mtu kama Obley kwenye mechi ambayo ilichezwa hapa Mbeya, kuna nafasi ambayo alipata akaweza kuadhibu Mbeya City, leo apate nafasi kama ile. Kwa hiyo kwangu mimi nimemtazama Juma Mgunda leo anacheza kimpango zaidi. Anaziba, anakwenda kwa nyakati, wachezaji wake wanarudi kwa wakati ili kuhakikisha kwamba haruhusu goli na Mungo ile ya kipindi cha nyuma msimu uliokamilika ambao